Inua sauti yako, anza kuomba, mwambie Bwana asante kwa ajili ya siku hii. Inua sauti yako, inua sauti yako, inua sauti yako. Inua sauti yako, mwambie Bwana asante kwa ajili ya siku hii. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya kunikumbuka. Yes, kila mmoja inua sauti yako, nisikie watu wanaomba, nisikie watu wanaomba, nisikie watu wanaomba. Rasetele peladea. Arisa libre ketele de berila brahasa. Arisa libre keshetele la brahas kataliana. Elamas lika paradaya. Reseya na mehesikaya. Elaba seboria katelele risataya resia zalipete liko jadida arabahas ke veledida alkeskevile skevila arkuske lide bella siata ri se re si araba ba 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 era mana salibre ketere de beada rico salibre shatila barahade bella sibradide barahasa. Baba, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye yuko pamoja nasi mahali hapa. Asante kwa ajili ya neema ya ufufuo ambayo imefanya kazi kumfufua Yesu kutoka kwa wafu. Asante kwa ajili ya malaika ambao walishuka kutoka patakatifu pako ili kuleta ufufuo uwe halisi. Na sasa Bwana, tupo katika ibada hii. Tunaomba nguvu hizi zikawe halisi. Natangaza udhihirisho wa nguvu zako. Komania agabara doje ila anamaska tala garabojo. Senta pa kalabokena maadiga delebenda. Aramaje ila aria doza dila kanamaje lebegadedea. Arabosha teke nengania hagila aramaje delebegadeska tila gorabia. Anga hili lifunikwe na nguvu zako. Kanisa hili lifunikwe na nguvu zako. Utisho wako umiliki mahali hapa. Inatangaza uweza wa Bwana. Inatangaza nguvu za Mungu. Inaachilia mamlaka ya Roho Mtakatifu mahali hapa. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, uweza wa Bwana, uweza wa Bwana unatamalaki. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Kukatia karados ketele gelebea. Nguvu za Yesu aliyefufuka kutoka kwa wafu zitawale mahali hapa. Zitawale mahali hapa. Zitawale mahali hapa kwa jina la Yesu. Pakatala paradoja. Alemeshe diamanta kala baradoza. Na kama kuzimu ilivyoshindwa, na leo ishindwe mahali hapa kwa jina la Yesu. Sio kwa nguvu wala kwa uweza. Yes, it's not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. Thank you, Lord. Asante Roho Mtakatifu kwa maana uko mahali hapa. Uwezo wako na mamlaka yako vikatamalaki mahali hapa. Watu wako wakaponywe, wakafunguliwe, wakawekwe huru. Watu wako wakabarikiwe katika viwango vya tofauti. Na kila anayesikia sauti hii akauone wema na uaminifu wako. Bwana wa majeshi, asante kwa asubuhi nzuri ambayo baraka zako zimetufunika. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, watu wote waseme amen. Kelele za shangwe. Hey! Mimi mwana wake kweli. Yeah! Kombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa. Mimi mwana wako. Mimi nimekombolewa. Baba. Kombolewa na damu ya Yesu. I'm the Son of God.
Just a minute. Nisikilize. Tunapokuja kwenye ibada ya Pasaka, ni ibada ambayo unatazamiwa uwe na furaha, una ushindi, una furaha ya kweli. Kwa hiyo nataka nisikie kelele za shangwe, watu wanaomfurahia Bwana wao kwamba tumeshinda, tumeshinda. Kuzimu yote inajua Yesu amefufuka, kwa hiyo tumeshinda. Hakuna nguvu za giza, hakuna magonjwa, hakuna uchawi, hakuna ushirikina unaoweza kushindana na sisi, kwa maana Yesu amefufuka. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to God. Hallelujah. 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 Yesu, 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 Yesu. Hallelujah. Glory to God. You are Come on. Sifa za moyo apewe Bwana. Come on. You are Mesia. Sifa za moyo apewe Bwana. You are Mesia. Sifa za moyo, sifa za moyo apewe Bwana. You are Mesia. Sifa za moyo, sifa za moyo apewe Bwana. You high, Mesia, Mesia. Sifa za moyo, sifa za moyo apewe Bwana. You high, Mesia, Mesia. Sifa za moyo, sifa za moyo apewe Bwana. Moyo wangu wafurahia kuwa nawe, kuwa nawe. Mzima wangu wafurahia kuwa nawe, nawe, kuwa nawe. Ai moyo, kuwa nawe Baba. Furaya kuwa nawe, kuwa nawe. Moyo wangu wa furaya kuwa nawe, kuwa nawe. Mzima wangu wa furaya kuwa nawe, kuwa nawe. Moyo wangu wa furaya kuwa nawe. Shangwe kwa Glory to God. One, two, glory. Shangwe kwa Everybody. Shangwe kwa Yesu. Yes. Hallelujah. Oh, moyo wangu wafurahia kuwa nawe, mzima wangu wafurahia kuwa nawe, moyo
Shangwe kwa Yesu. Hallelujah, glory. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Mzunguka wape watu watano mkono, waambie amefufuka kutoka kwa wafu. Hallelujah. Amefufuka kutoka kwa wafu. Hallelujah. Salimiana na watu kadhaa, waambie amefufuka kutoka kwa wafu. Amefufuka kutoka kwa wafu. Everybody. Oh. Shangwe kwa Yesu. Wapi vigelegele? Oh, sate pepe. Yesu. Ashinda. Yesu. Moyo wangu wafurahia kuwa nawe, mzima wangu nafurahia kuwa nawe. Baba, asante kwa ajili ya ufufuo. Tunapokumbuka kwamba ulifufuka kutoka kwa wafu, inatupa uhakika kwamba tunashinda na zaidi ya kushinda katika yote yaliyoko mbele yetu. Na hiyo inatupa ujasiri kwamba haijalishi nini kinatokea katika maisha yetu ya kutembea na wewe, changamoto, majaribu, mashambulizi na kila aina ya dhiki au adha tutakazokutana nazo, tuna uhakika wa kushinda kwa maana wewe ulishinda. Asante kwa ajili ya baraka ya ufufuo. Roho Mtakatifu, tuhudumie sasa katika jinsi ya tofauti. Kwa jina la Yesu watu wote waseme amen. Unaweza kuketi pale kwenye kiti chako cha muujiza. Mungu awabariki, Mungu awabariki, mmependeza na ready hii. Oh, Mungu awabariki sana. Wapigeni makofi watumishi wa Mungu hawa, wanapendeza. Yes. Injili ya Mathayo mlango wa 27. Tunaanzia pale. Nafundisha kufufuka kwa Yesu. 27 ninaanza na mstari wa 59. Nafundisha kufufuka kwa Yesu. Lakini naanzia nyuma kidogo ili uweze kupata muktadha ule, uweze kupata ile context. Ukipata muda anza kusoma vizuri katika hizo injili. Mfano ukianzia 26 pale utaanza kuona vizuri. Itakupa kuelewa kifo cha Yesu kiliendaje, kusulubiwa kwake, mashtaka yake na hata kufufuka kwake. Naanzia hapa, nasema Yusufu akautoa mwili akauzongazonga katika sanda ya kitani safi. Akaweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani. Akaviringisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake. Kwa maana nyingine, maziko ya Yesu yamekamilika. Mstari wa 61, na pale walikuwepo Mariamu Magdalena, fuatilia kwa makini, na pale walikuwepo Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili wameketi kuielekea kaburi. Hata siku ya pili ndio iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamuiba na kuambia watu wamefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kadri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama,
kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Mstari tunakwenda Mathayo 28 mstari wa kwanza. Hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariam Magdalene na Mariam yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi enendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, watangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakakomuona. Haya nimekwisha waambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakakoniona. Nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba. 13 Likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya, mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Oh, hallelujah. Kufufuka kwa Yesu. Kufufuka kwa Yesu ndio silaha ya mwisho, au ndio ushindi wa mwisho ambao ulimfanya shetani achanganyikiwe kuliko jambo lingine lolote katika kuja kwake Yesu. Tunapoongea kufufuka kwa Yesu, ni nguzo muhimu sana ya imani yetu. Na ukweli ni huu, ukielewa vizuri kufufuka kwa Yesu, kuna vitu hutaogopa tena. Na ndio maana hata tunakuwa na ujasiri wa maisha hata baada ya kufa, kwa sababu ya kitu hiki cha kufufuka kwa Yesu. Maandiko tuliyosoma yanatuonyesha kwa kina. Nimeanzia pale 59 ili upate kuelewa kwamba Yesu anazikwa. Sio kwamba alizimia, alikufa msalabani, na kifo chake wakakithibitisha askari waliokagua. Wakafika mahali wakatambua kwamba amekufa. Na ilipofika wakati wa kumzika, napo haikuwa rahisi, kwa sababu ni kitu ambacho sasa kimewavuruga wanafunzi wake. Lakini maandiko yanatuambia kuna mtu anaitwa Yusufu wa Arimathaya. Huyo alikuwa ni mtu mwenye fedha, alikuwa ni mtu tajiri. Alikuwa ni mtu ambaye ana ushawishi, alikuwa ni mtu ambaye ana nafasi, anaweza kwenda. Unaposikia wakina Pilato walikuwa ni mahakimu wakubwa, unaposikia maliwali ni kama leo unaongea wakuu wa mkoa au wakuu wa wilaya, ni watu ambao huwezi kaingia kwao kirahisi rahisi tu. Lakini Yusufu, kwa sababu ya nguvu ya fedha, ndio maana ninaamini kwenye nguvu ya fedha. Bwana Yesu asifiwe sana.
kuna mahali nguvu ya fedha itakuwezesha kupita, na kuna vitu vya kimungu utaweza kuvifanya kwa wepesi ukiwa na fedha. Mwambie mwenzio usidharau fedha, tafuta pesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yusufu huyu anaweza kwenda kuchukua mwili wa Yesu kwa wepesi, kwa sababu ni mtu ambaye yuko vizuri kifedha. Anaweza kuingia ofisi yoyote. Sasa amefika mahali, ameingia katika ofisi ya huyu hawa waliokuwa kwenye mamlaka wakati huo, akauomba mwili wa Yesu, na kwenda kuzika ilikuwa ni gharama. Na kwa utaratibu wa nyakati hizo ilikuwa ni kwamba watu wenye uweza kama vile tunavyotengeneza nyumba za kuishi, na hata kwenye habari ya kaburi unatengeneza kaburi lako, unaliweka tayari ili unapokuja kufa isifike mahali watu wakaanza kuhangaika, wanakuta kila kitu kimesetiwa. Sasa ndivyo ilivyokuwa huyu kwa sababu ya nguvu yake ya fedha, tayari alishatengeneza kaburi lake, likawa limewekwa mahali pazuri kwenye bustani nzuri kabisa, kwa sababu eneo kama lile ni eneo ambalo wanazikwa wenye pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu bwana alipofika mahali, huyu Yusufu wa Arimathayo amefika mahali, yeye pamoja na Nikodemu yule aliyekwenda kumwambia Bwana kwamba je, naweza kurudi kwenye tumbo la mama yangu, huyo naye akiwa ni sehemu ya wale watu walio katika baraza lile. Hao watu wawili wakasimamia maziko ya Yesu. Hapa hatuwaoni wanafunzi wametawanyika, hali yao ni mbaya, haijulikani kesho yao ikoje. Yesu akazikwa. Biblia inasema wakaviringisha jiwe wakaliweka kwenye lile kaburi, kwa sababu makaburi yale sio kama haya tunayotumia sisi katika siku zetu. Kwenye siku zile ilikuwa ni mwamba unachongwa, alafu kunakuwa na jiwe kubwa ambalo limechongwa kitaalam, linaloweza kufitishwa, linaloweza kuwekwa kwenye ule mlango pale kwenye mlango wa kuingilia kaburini, na kwa mtindo huo harufu haiwezi kutoka. Kwa hiyo hilo jiwe likawa limewekwa pale. Biblia inatuambia kitu cha maana sana ambacho nataka ukielewe. Anasema kuna wanawake, na wanatajwa kwa majina hawa wanawake. Wakati hiyo shughuli ya maziko inafanyika, wale wanawake walikuwa wameketi wanaangalia jinsi ambavyo Yesu amezikwa na kujiridhisha kwamba yupo kweli kaburini. Baada ya hapo, Biblia inatuambia wakaenda kwenye Sabato. Baada tu ya Sabato, alfajiri na mapema, Biblia inasema wakaja kutaka kuupaka ule mwili mafuta, kwa sababu ulikuwa ni utamaduni wa Kiyahudi kwamba mtu akifa, kwa sababu ya mazingira yale yaliyozikwa, anaweza kwenda kupakwa marhamu, kupakwa manukato. Hawa wanawake ndio tunakwenda pale mstari wa 28 mstari wa kwanza, tunaelezwa vizuri kwamba hapa siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena, Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Sasa wakati wanakwenda, ukisoma kwa mfano kama injili nyingine kule kama Luka au injili ya Yohana, utaona kuna maswali walikuwa wanajiuliza, tutafanyaje ili tuweze kuingia kwenye lile kaburi, kwa sababu lile jiwe lilikuwa ni kubwa na hawana uwezo wa kuweza kuingia kwenye lile kaburi. Sasa walipokuwa wanakwenda, Biblia inaanza kutuonyesha vitu vya ajabu sana kwenye habari ya kufufuka kwa Yesu. Moja ya kitu hicho, tunaambiwa kuna tetemeko lilitokea. Lakini kabla ya tetemeko, ukumbuke wakati wamemzika Yesu, hawa waliomuua Wayahudi, wakuu wa makuhani, Mafarisayo, walikumbuka kitu cha muhimu sana, nacho ni kwamba huyu Yesu alisema siku ya tatu atafufuka. Kwa hiyo wakaamua kwamba waweke walinzi, wakaombe ulinzi kwa Pilato, ili kaburi lile lilindwe, kujiridhisha kwamba wanafunzi wake wasije wakamuiba, na wakisha kumuiba wakawadanganya watu kwamba amefufuka. Kwa hiyo Biblia inatueleza vizuri, wakachukua walinzi wakaenda wakawaweka kaburini, na lile jiwe lililowekwa kaburini ili lisibadilishwe likawekewa seal, likawekewa muhuri, ili kwamba ikitokea mtu amecheza na ili jiwe kwa vyovyote, basi ijulikane kwamba ili jiwe kuna jinsi ambavyo limechezewa. Wakaweka walinzi ili kwamba kuhakikisha hakuna atakayeweza kucheza na kutuletea story za uongo kwamba Yesu amefufuka. Biblia inatueleza kwa kina, na huyu anayeandika, ukienda kufuata kwenye injili ya Yohana, anasema yeye aliyeyashuhudia
Manake mwandishi sio mtu aliyeambiwa, ni mtu aliyoyaona. Ukasoma Injili ya Yohana pale ukianza mlango wa 20 utaona, ukashuka nayo mpaka mwisho kwanza 19 ukashuka nayo kabla kufika 20, kuna mahali anasema yeye aliyeshuhudia ameyaandika haya ili ninyi mpate kuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Haleluya. Sasa ulinzi umewekwa, kila kitu kiko sawa sawa. Mariamu anakuja kuona ili wauone mwili wa upake mafuta. Biblia inatuambia walipokuwa njiani kukatokea tetemeko. Manake hapa sasa kinachofanyika ni kwamba mbingu zimeamua kuifanya shughuli ya ufufuo. Kweli katokea tetemeko kubwa. Walinzi walioko kaburini wanaolinda, lile tetemeko likawatisha. Kwa sababu wanaona pale tu walipo ndo kuna tetemeko, hawajui nini kinachoendelea. Lakini kama haitoshi, maandiko yanatuambia malaika wakawaona malaika. Anasema kwa hawa walinzi wakawaona malaika wamevaa mavazi meupe, wanatisha kama nini. Hiyo hali ikawafanya walinzi wajue sasa hapa mambo yameharibika. Jiwe likaondolewa. Wakati huu hatuambiwi kwamba ndo Yesu amefufuka. Bila shaka jiwe linaondolewa, sio Yesu atoke kaburini. Kwa sababu uelewe, baada ya Yesu kufufuliwa, alikuja na uwezo wa tofauti ambao hahitaji kufunguliwa mlango ili aingie. Kwa sababu alipokufa, jinsi alivyofufuka, alifufuka akiwa na uweza wa tofauti kabisa, ambapo sasa alikuwa hahitaji mfungue mlango ili aingie, alikuwa hahitaji jiwe liondolewe ili yatoke, alikuwa na uwezo wa kutokea popote mahali popote, kwa sababu sasa amekuja na mwili ambao umetukuzwa kuliko ule wa kwanza aliozikwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia malaika, angalia pale, na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Haleluya. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake. Kwa hiyo unaweza kaona sasa ni walinzi, malaika hana mpango na walinzi. Kwa sababu walinzi wana ajenda ya kuhakikisha kwamba huyu atoki, lakini mbingu zimeamua kwamba lazima ijulikane kwamba Yesu amefufuka. Mbingu zikiamua, haijalishi nani anakataa kwamba wewe hautatokea kule ambako Mungu anataka utokee. Hata iwe wameweka walinzi, hata iwe wameweka wachawi, hata iwe wamesimamia watu wa aina gani, kwa kuwa mbingu zimetaka wewe utokee, lazima utokee kwenye kile ambacho Mungu anataka utokee. Andiko anatuambia malaika akajibu akawaambia wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Mstari wa 6. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Oh, haleluya. Chochote ambacho Yesu amesema ndivyo kilivyo na ndivyo kitakavyotokea. Aliwaambia nitafufuka siku ya 3. Pamoja na kwamba dunia imefanya utaratibu wa kumzuia asifufuke, lakini kwa kuwa alisema atafufuka, kila kitu kimewekwa sawa ili afufuke, na amefufuka. Haleluya. Sasa kufufuka inasumbua akili kwamba inawezekanaje? Yes. Kuna vitu ambavyo hatuwezi kueleza kwa details, kueleza kwa ufasaha jinsi vilivyofanyika, ila tunachojua tuna Mungu mtenda miujiza. Tuna Mungu mtenda miujiza. Haleluya. Kwa hiyo amefufuka, anawapa malaika, anawapa wale wanawake. Haleluya. Kumbuka kitu cha msingi sana. Nilipokuwa nasoma nimepata ujumbe mzuri sana. Kuna siku nitawaita wanawake niwafundishe kitu hiki ili muifahamu nafasi yenu. Angalia, Biblia inasema walipokuwa wanamzika, wale wanawake walikaa pembeni wakawa wanaliangalia kaburi. Biblia inasema baada ya kuliangalia kaburi, shughuli nzima ilipoisha, kila mtu akaondoka, wote wakaenda wakajifungia nyumbani. Asubuhi na mapema wanawake wana agenda, wanakuja kaburini. Nani amewaambia waje kaburini? Wana maswali ambayo hawana majibu. Wataondoaje jiwe? Hata wao hawajui, lakini wanachojua ni kwamba tunafanya kile tunachoweza kufanya. Vile ambavyo hatuwezi kufanya, mbingu zitafanya. Mtu mmoja aseme amina.
Uwezo waliokuwa nao ni kutoka nyumbani kwao na kuja kuona kaburini, kwamba yamkini tukifika kaburini kinawezekana kuna kitu Mungu atafanya. Na ndicho ninachowaambia katika maisha yetu ya kutembea na Mungu kwa imani. Tunafanya tunachoweza, na vile ambavyo viko nje ya uwezo wetu mbingu zitafanya kwa nafasi yake. Haleluya. Lakini walipozipiga hatua zao za imani kwamba tunaweza kwenda kaburini, alafu tukifika kaburini itakuwaje hatujui tutafanya nini, lakini tunachokijua ni kwamba kuna jinsi kitu kitatokea. Utasubiri sana kama unataka majibu yote mwanzoni mwa safari. Kuna majibu hatuna mwanzo mwa safari, lakini tunapiga hatua. Hasa mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita sina furaha naye. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo. Ukisubiri upate mtaji wote unaoutaka, huwezi ukatokea kwenye hiyo biashara. Ukisubiri upate majibu ya maswali yote unayoyataka, huwezi ukafanikiwa kwenye hiyo safari. Lakini ukimwamini Mungu kwenye ile hatua ndogo, na ukaanza kupiga hatua ndogo, ukafanya hatua ndogo, kutokea kwenye hatua ndogo ndiko muujiza unakotokea. Mtu mmoja aseme amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wanawake hawa wamefika kaburini. Walipofika kaburini, ndo ghafla wanagundua kwamba malaika wanaanza kuwapasha habari. Wanawapasha habari. Biblia inasema walipowapa habari hii wakaondoka ghafla, kwa sababu sasa wana habari ambayo haijawahi kusikika duniani, hata wao hawajui. Na mwandishi huyu anatuonyesha, huyu mwandishi wa Mathayo anatuonyesha kwamba hawa wanawake wakati wanainuka kukimbia kutoa habari, hawakuwa wameshamuona huyu Yesu kwanza. Kwa hiyo wanakwenda wanawaambia wanafunzi. Kati ya hawa wanawake waliomfuata Yesu kwa mbali na wanafunzi walioketi na Yesu kwa karibu, mimi kwenye akili yangu nilitarajia wanafunzi ndio wawe wa kwanza kuwapasha watu wote duniani habari kwamba Yesu amefufuka. Lakini kuna wakati it flows against the current, yani inaenda kinyume na utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utaratibu huu ni kwamba Mungu aliwaona wale wanawake, mioyo yao ilivyoambatana na huyu Yesu. Wanawake hawa ndio wanakuwa wa kwanza ku break the news, yani kuleta ile habari. Anakwenda kwa wanafunzi, anawaambia wanafunzi, Yesu amefufuka. Ukisoma kwenye Injili ya Yohana inaelezwa vizuri sana. Injili ya Yohana mlango wa 20 pale anasema walipokwenda kuambia tu Yesu amefufuka, Biblia inasema mwanafunzi yule aliyependwa na Yesu pamoja na Petro wakatoka wanakimbia. Petro alitoka anakimbia, lakini yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu ambaye inaaminika kwamba ni Yohana akatoka mbio, kwa sababu umri wa Yohana na umri wa Petro alikuwa mtu mzima sana, Yohana alikuwa kijana. Leo unaelewa vizuri, mtu mzima na kijana wakianza mbio, bila shaka kijana atamovertake mzee, si ndio jamani? Yule kijana akakimbia akafika kaburini. Biblia inasema akachungulia. Alipomovertake Petro akawa anachungulia kaburini. Petro alipokuja yeye hakuchungulia, kwa sababu watu wazima wana ujasiri, kuna vitu ambavyo wanaweza kukabiliana navyo. Petro alikuja straight akaingia kaburini. Alipofika kaburini akachambua akaona zile sanda na nini, akajiridhisha kwamba kweli hayupo. Maandiko yanasema ukisoma kwenye hiyo Yohana 20 anasema basi akaja na Simoni Petro akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala. Twende. Na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongozongwa mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kufika kaburini, akaona na kuamini. Kwa maana hawajafahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Haleluya. Hawa ni eyewitness, hawa ni watu waliofika kwenye tukio wakathibitisha hayupo kaburini. Kama kuna kitu tunatakiwa ukielewe vizuri ni kufufuka kwa Yesu, kwamba sio hadithi ya kusimuliwa, sio hadithi ya kutunga, ni kitu halisi kilitokea. Hawa wanaoandika ni watu ambao wamefika wakathibitisha hayupo kaburini. Kwenye 20 hiyo kuna kipengele na kipenda. Baada ya hapo maandiko yanatuambia walipotoka kaburini, huyu mwanafunzi, yani huyu Yohana pamoja na Petro, wao wakarudi nyumbani kwao. Waliporudi nyumbani kwao, yule Mariamu
Mariam akabaki pale kaburini analia, anaomboleza. Angalia mstari unaofuata. Lakini Mariam alikuwa akisimama karibu na kaburi nje yake analia. Hao wameondoka, wamekimbia, wamerudi nyumbani. Mariam amebaki pale analia. Kuna kitu hajui sana itakuwaje, lakini moyo wake umeambatana na jambo kwamba kuna kitu hakiko sawa, kuna kitu natakiwa nipate majibu yake. Analia, moyo wake uko hivi, Mungu, mbona mambo haya yako hivi? Kuna nini kinatakiwa kitokee? Kwa nini mambo yako hivi? Yuko wapi Bwana wangu? Anawaza, analia, lakini moyo wake unamtazama Mungu wake. Anatafuta majibu, na majibu yakitafutwa kwa Mungu huwa lazima yatokee. Mtu mmoja aseme amina. Ndicho kinachomtokea Mariam. Hayuko comfortable, hawezi kurudi nyumbani, hawezi kutulia, hawezi kulala, hawezi kuketi, analia. Maandiko yananiambia, sikiliza, angalia. Akaona malaika wenye mavazi meupe, mmoja kichwani, mmoja miguuni, hapo alipolazwa mwili wake Yesu. Angalia historia inavyokuwa. Aliingia Petro na Yohana, wakafika mahali wakagusa vile vitu, wanaondoka hawajaona malaika. Lakini huyu ambaye anatafuta majibu, wamemweka wapi Bwana wangu? Yeye akati anazunga pale, hao wanafunzi wameondoka, wameenda zao. Yeye yuko pale pale bado anatafuta, anasema, Mungu, hii kitu ikoje? Nitafanyaje? Mbona mambo siyaelewi? Maandiko yananiambia ghafla anapata ufunuo. This is revelation. Huu ni ufunuo. Kile ambacho hawakukiona mwanzoni, sasa anafunuliwa kuona. Anasemaje? Anasema nao wakamwambia, rudi 12. Akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani, mmoja miguuni, hapo alipolazwa mwili wake Yesu. Oh, hallelujah. Endelea kutafuta, endelea kuomba, endelea kuvumilia, endelea kutafuta majibu. Kwa nini hii changamoto ya familia haiondoki? Kwa nini hili jambo silipatii jibu? Kwa nini haya mambo yako hivi yalivyo? Yataendelea hivi hata lini? Endelea kutafuta tu, hata kama mnatafuta pamoja na watu ambao ni wazoefu, waliokomaa, waliotembea na Yesu kwenye viwango vya tofauti. Wanaweza wasipate majibu, lakini wewe unaweza ukaja na majibu katika hiyo familia. Wewe unaweza ukaja na majibu kwenye huo ukoo. Wewe unaweza ukaja na majibu. Ndicho kinachomtokea Mariam. Mariam hakukaa sana na Yesu. Hakuwa na uhusiano wa kina kama walivyokuwa wanafunzi. Hakuwa na uhusiano wa kina kama huyu Yohana. Huyu Yohana ndo tunayeambiwa alikuwa analala kifuani pa Yesu. Huyu ni Petro ambaye alikuwa anamface Yesu uso kwa uso, anamwambia, Bwana, hili jambo limekaaje? Wanajibizana na Yesu ana kwa ana. Lakini kwenye habari ya ufufuo, wamefika mahali wamesha give up, wameshakata tamaa, wanaondoka, wanaenda zao. Mariam, malaika wanamtokea, wanamwambia, mama, tulia, tutakuonyesha vitu. Oh, hallelujah. Mstari wa 13. Nao wakamwambia, mama, unalilia nini? Akamwambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. Naye akisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni Yesu. Alimuona Yesu, lakini alipomuona kuna jinsi hakumjua kuwa ni yeye. Next verse. Yesu akamwambia, mama, unalilia nini? Unamtafuta nani? Oh, hallelujah. Naye huku akidhania ya kuwa ni mtunza bustani, alidhani ni gardener, mtunza bustani. Akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamuondoa. 16. Yesu akamwambia, Mariam. Mariam. Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Rabon. Oh. Hii Mariam alipomwita Mariam, ilikuwa ni Mariam ambayo ina ufunuo wa mimi ni nani. Ndio maana macho yake yanafunuliwa. Sasa hamuoni kama mtunza bustani, hamuoni kama kijana, anamuona ni yule mwalimu, yule niliyemjua, yule niliyekaa naye, yule niliyekula naye. Anamuita Rabon, maana yake mwalimu wangu. Dear Lord, just imagine. Ndio maana nakwambia moyo unaotafuta huo unafunuliwa, lakini moyo unao give up, unaokata tamaa, huo unapoteza. Pale yale maombi uliyeomba ukakosa majibu. Kuna watu wameomba maombi yale mahali pale wakaleta majibu. Ni kwenye kaburi hili Petro ameingia, Yohana ameingia, wameondoka, wanasema hayupo. Lakini kuna mtu ambaye moyo wake umo kwenye jambo hili, lazima nipate majibu.
Je, Mungu ana upendeleo? No. Kanuni inasema wanitafutao kwa bidii wataniona. Wanitafutao kwa bidii wataniona. Ndicho kinachomtokea Mariamu. Mariamu ni mama ambaye anasimama kuleta jibu la ulimwengu ambaye historia haitakai msahau, kwamba aliwekeza moyo wake kumtafuta Yesu. Angalia mstari wa 17. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Oh, haleluya. 19. Mariamu Magdalena akaenda akawapasha habari wanafunzi ya kwamba ni Mariamu huyu aliyekwenda kuambia amefufuka. Ni Mariamu huyu ambao walikuja naye wakaingia kaburini, wakaona walichokiona, wao wakaondoka kwamba hamna kinachotokea. Lakini huyu mama anakuwa ni mjumbe anayekwenda kuwaambia wanafunzi ya wapasayo kufanya. Haleluya. Mwanamke huyu anaenda kuwapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemuona Bwana, na ya kwamba amemwambia mambo kadha wa kadha. Anarudi anamwambia Petro, sikiliza Petro, nimemuona Masihi, nimemuona aliyesulubiwa, nimemuona aliyezikwa, yuko hai, nimemuona, nimezungumza naye. Petro haelewi. Wanainuka wanafunzi. It's like, wewe mwanamke, mbona unatusumbua? Mbona hatuelewi? Wewe mama vipi, mbona hatukuelewi? Ni kwa sababu kuna moyo ambaye uliwekeza kwenye kumpenda Yesu hata wakati ambapo hauelewi nini kitatokea, itakuwaje. Sasa kinachotokea, ukiendelea kusoma mbele kidogo utagundua hapa kilichotokea. Wanafunzi wakainuka, wakatoka walipokuwa wamejifungia, wakasema hem, tukayaone mambo haya. Walipokuwa njiani, Bwana akatokea, wakamtazama, wanamwangalia. Just imagine. Fikiria kidogo. Wewe ulikuwepo, unamuona amesulubiwa msalabani. Unajua leo tunaposoma kuna wakati tunaipeleka haraka, unafikiria ni kama story. Lakini jiweke kwenye nafasi kwamba kwa macho yako haya unamuona Yesu anasulubiwa msalabani. Kwa macho yako haya unathibitisha, kwa sababu alisulubiwa hadharani, unathibitisha kwamba amekufa. Na sio tu amekufa, unathibitisha kwamba wanamshusha msalabani, wanamzika kaburini. Unaona jiwe limewekwa pale, unaona amefungwa sanda. Mnaondoka kwamba amekufa. Story nzima mjini, amekufa. Marafiki zake wanasononeka, amekufa. Maadui wanafurahia, amekufa. Wewe uliyemwamini unajua amekufa. Asubuhi habari zinatokea. Kuna mwanamke mmoja anatokea, anaanza kuleta habari, nimemuona. Mara hayupo kaburini, mara jiwe limeondolewa. Lakini wewe uliona amekufa. Na sasa wanafunzi wake walithibitisha amekufa, na wengine wakajua sasa maisha yanarudi, mambo yamevurugika. Huyu mtu ametupotezea muda, miaka 3.5. Watu wazima wameacha shughuli zao, wameacha nyumba zao, wameacha watoto wao, wameacha biashara zao, wameandamana na mtu, wameenda naye akiwafundisha mambo ya ufalme. Kwake wamekula, kwake wamehudumiwa. Amekuwa tabibu nyumbani kwao, ameponya magonjwa yao, ametembea nao usiku na mchana. Kwa sababu yake yeye ndio alikuwa anasababisha wapate fedha ya kuendesha maisha. Leo wanamwona msalabani amekufa, huyo amezikwa, biashara imeisha. Unadhani hao wanafunzi walipokuwa wamejifungia walikuwa wanawaza nini? Bila shaka walikuwa wanawaza tunaanzaje maisha. Bila shaka walikuwa wanawaza kesho inakuaje. Wakiwa katika hiyo planning za kesho inaanzaje, lakini huko wanawaza, je, kama Bwana wetu wamemuua, je, sisi tutabaki salama? Ndio maana Biblia inasema wakiwa wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi. Kwa sababu walikuwa wanajua inawezekana baada ya kufa, baada ya kuuawa kwa Bwana wetu,
Sasa inafuata sisi. Lakini kitu cha ajabu, ndio maana katika maisha ya imani ni lazima uwe na nafasi ya kuruhusu chumba au room ya kutokuwa na majibu ya kila kitu. Ukitaka kupata majibu yote ndio uanze mambo. Ukitaka kupata majibu yote ya Mungu ndio uweze kumwamini kwa ajili ya kesho yako, kuna mahali uwezi kutoboa. Kwa kinachofanyika kwa hawa, wamekubali kuwa kwenye, na kuna wakati Mungu anaruhusu huo wakati ambapo unasimama tu, huelewi, hujui itakuwaje, lakini mambo yanaenda hivyo yanavyoenda. Usiku ule alipozikwa pakawa kimya, kama vile Mungu amenyamaza. Na hapa ndipo wengi wanapofanya maamuzi na wanaenda kuharibikiwa. Siku iliyofuata anapokimya, historia ya maisha inaweza kubadilishwa na asubuhi moja tu. Haitaji miaka mingi ili vitu vibadilike sana. Hata uchumi wa mtu unaweza kubadilishwa ndani ya saa chache. Mungu akakupa business deal inayo change the whole of your life. Yaani maisha yako yote yakabadilika. Sasa huyu ndiye Mungu tunayetembea naye. Huyu ndiye tuliyemwamini. Na katika safari ya kuliishi kusudi la Mungu maishani mwetu, kuna nyakati hizi za giza. Kuna time mambo hayaendi. Kuna time huna majibu, mbingu zimenyamaza. Kabla ya hapa Yesu anaomba, anasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Baada ya maombi yale, maandiko yanatuambia Mungu alimtia nguvu. Hakumwepusha na kikombe, alimtia nguvu akikabili kikombe. Kuna aina ya majaribu hutaondolewa usiyapitie, ila utatiwa nguvu uyapitie kwa mtindo wa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ndani ya hayo majaribu, ndani ya hii shughuli ya kufa na kufufuka, ndio maandiko yanatuambia katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 2, anasema baada ya hii, alipoona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho, akajitoa, akawa mnyenyekevu, naam hata mauti ya msalaba. Anasema ndipo Mungu alipomwadhimisha sana, akamkirimia jina lipitalo majina yote. Kwa hiyo unaweza kuona leo Yesu anaabudiwa, anaheshimiwa, tunamtukuza, ana jina kubwa, ni kwa sababu ya hiki alipokubali kufa kifo cha msalaba. Katika maisha yetu ya kutembea na Mungu, kuna nyakati za Mungu anafanya kama vile hayuko pamoja nawe. Anawapa maadui nafasi ya kusema. Ndio ukisikiliza hapa alipokufa wanasema hivi, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe nafsi yako. Kama wewe ni mwana wa Mungu, kwa nini umesulubiwa pamoja na sisi? Na ni kweli anasulubiwa msalabani. Huku kuna mwizi, huku kuna mwizi, anasulubiwa kama huyu anavyosulubiwa. Hata kama utapitia mambo yanayofanana na watu wengine, lakini jua tu matokeo yako hayawezi kufanana na wengine. Kwa sababu aliye pamoja nasi ni mkuu kuliko adui yetu. Haleluya. Sasa Yesu amevumilia hayo. Ameukabili huo msalaba. Kwa nini anaukabili? Anakufa vile anavyokufa, lakini asubuhi na mapema amefufuka. Sasa kufufuka ilikuwa ni the last slap. Yaani ilikuwa ni kofi la usoni kwa shetani. Yaani shetani anapigwa ile kofi la aibu la kumdhalilisha kwamba wewe hauna cha kutunifanya kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Katika swala la imani, chini ya jua hakuna mwamba aliyewahi kusema akiwa anaishi kwamba mimi nitakufa na mimi nitafufuka. Hayupo. Na hata leo nenda kapitia wote kwenye imani zote, hao wote wanaojiita waanzilishi wamekufa, makaburi yao yapo na mifupa yao bado ipo kaburini. Ni huyu mwamba peke yake. Mtu mmoja aseme amina. Huyu peke yake ndiye ambaye aliwaambia mimi. Ndio maana Wayahudi wanakumbuka pale
kwenye ile 20 na ngapi, 26 26 mstari wa kuanzia 51 pale ukashuka mpaka 53 pale, wanasema wakaambizana kwamba alisema siku ya tatu atafufuka. Yes, alisema na kweli, wakaweka ulinzi ili asifufuke, lakini alifufuka hakufufuka. Jina la Bwana libarikiwe. Anachokisema Yesu huwa lazima kitokee. Ni kwamba tumemwamini Yesu ambaye ni wa uhakika. Akisema amesema na ndivyo ilivyo. Na kwamba hakuna nguvu zinazoweza kumzuia. Hakuna shetani anayeweza kumzuia. Ukisoma, nitaendelea Jumapili ijayo. Ukisoma mbele zaidi kuna katika kitabu cha nafikiri ni Wakolosai. Yes, ni Wakolosai. Anaeleza kwa kina nini kilichotokea wakati amezikwa. Kuna mpambano ulioendelea ambapo kule kuzimu walitaka kumshikilia, lakini wakagundua huyu ni Bwana wa uzima. Hawakuweza kumzuia, ndio maana akafufuka. Usidhani kufufuka ilikuwa ni kazi nyepesi. Kwenye ufufuko kuna nguvu kubwa mbili ambazo zinafanya kazi kwenye kufufuka. Ya kwanza utaona malaika, sema malaika. Ndio maana unaambiwa malaika wa Bwana akashuka toka mbinguni, akalikalia jiwe, akaliondoa jiwe. Mungu anao malaika wanaoshughulika na maisha ya watakatifu wake. Na hata wewe kuna malaika ambao wanawajibika na maisha yako ya siku kwa siku. Ndio maana maandiko yanasema msiogope, kwa sababu tunapoachilia, unaporuhusu hofu, unamfanya yule malaika wako aache kuweza kufanya kazi yake. Ukiruhusu hofu, hawa malaika wamekuja kuhakikisha kwamba kile alichokisema Mungu kimetokea. Kwa tunaposherehekea Pasaka kama hivi, maana tunasherehekea siku ya ushindi, yani siku ya ubabe wa kiroho ambao hakuna nguvu za giza zinazoweza kutamba mbele yetu. Haleluya. Hayupo shetani, hakuna kuzimu, hakuna mchawi, hakuna nguvu za giza, hakuna jini, hakuna pepo, hakuna mchawi anayeweza kufanya chochote katika maisha ya muamini. Hii mambo ya kutembea una wasiwasi kwamba nimelogwa, nimeona njiwa ameruka, nimeona paka mfanyaje. Watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Kinachotokea pale ni maarifa. Nikamalizia na Wakolosai 2:14. Wakolosai 2:14. Kwa cha kwanza nimesema kuna nguvu za Mungu. Unaona malaika wanaamriwa waingie kazini. Lakini cha pili, kuna Roho Mtakatifu ambaye yeye ndiye aliyekuja kumfufua Yesu kutoka kwa wafu. Nataka uone mstari wa 2:10 anasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwa ameigongomelea, yani ameipigilia msumari msalabani. Na sasa baada ya hapo amevua zile enzi za yale mamlaka ya giza yaliyokuwa yanatamba kwa sababu ya hiyo hati ya mashtaka. Ameondoa mamlaka yao, ameondoa uweza wao. Maana yake nini? Ameturudishia sisi tukae mahali petu ambapo ni mahali pa utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaweza kaona sisi tumeletwa mahali, na ndio maana Mungu anachokifanya baada ya mambo yote haya, alihakikisha kwamba kila mmoja anatakiwa ajae Roho Mtakatifu. Anaambia wanafunzi, pokeeni Roho Mtakatifu. Sasa huyu Roho Mtakatifu ndiye ambaye maandiko yanatuambia vizuri, huyu ndiye aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu. Roho Mtakatifu ndiye aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu. Anasema ikiwa roho yule, angalia katika kitabu cha Warumi, anasema ikiwa roho yule aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anakaa ndani yenu, ataihuisha miili yenu. Maana yake Roho Mtakatifu ndiye ambaye alifanya kazi ya kurudisha uhai wa Yesu mahali pake. Roho Mtakatifu anaweza kurudisha uhai wa uchumi wako mahali pake. Roho Mtakatifu anaweza kurudisha uhai wa mahusiano yaliyoharibika mahali pake. Roho Mtakatifu anaweza kuganga mahali pasipokuwa na amani, akaleta amani. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anayeweza kuleta ule umoja wa kweli, umoja wa roho, mkawa kitu kimoja tena. Kwa tunaposherehekea sikukuu hii ya Pasaka,
yamekuwa ni maombi yangu kwamba Mungu akutane na watu wake. Na ninaposema watu wake namaanisha wewe. Akutane na wewe kwenye ile hitaji la moyo wako. Zile nguvu za Mungu zilizomtoa Yesu kutoka kwa wafu. Tusishie tu kusherekea Warumi 8:11, lakini ikiwa roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu. Kwa hiyo tunapata uelewa kwamba Yesu alifufuliwa kwa Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu ndiye anakaa ndani yetu. Huyu Roho Mtakatifu ndiye anajua ule uvimbe ulioko tumboni mwako. Huyu Roho Mtakatifu ndiye anayejua lile eneo la mwili wako ambalo linasemekana limekufa. Huyu Roho Mtakatifu ndiye anayejua hali ya uchumi wako ilivyo. Huyu Roho Mtakatifu ndiye anayejua hali ya watoto wako walivyo. Ndiye anayejua mume wako ana hali gani. Ndiye anayejua wazazi wako wakoje. Anajua aguse wapi ili vitu vikaeje. Huyu ndiye anayejua maadui zako wamejipangaje, na anaweza kukupa mkakati. Ndio maana nataka tuongozwe na Roho. Anaweza kukupa mkakati wa jinsi gani ufanye ili uweze kutokea ng'ambo ya pili kwa ushindi. Huyu Roho Mtakatifu ndiye ambaye alileta uhai na aliyewezesha shughuli nzima ya ufufuo. Sasa kwa sababu huyu ndiye alikuwa the key agent, angels, yani wale malaika, wao walifanya kazi ya kufacilitate, kuwezesha kuondolewa kwa jiwe, kuwezesha kuongea na wale wanawake. Lakini Roho Mtakatifu hatumsikii akisema kitu, kwa sababu mara nyingi yeye sio wa kusema, yeye ni wa kufanya. Sisi wanadamu tuliovaa mwili tunapenda kuambiwa, tunapenda kusikia. Roho Mtakatifu amesema sana kwenye neno, yeye anapenda sana kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui ni kitu gani, lakini yamekuwa ni maombi yangu na ni shauku yangu, ile haja ya moyo wako, kile ambacho Mungu anataka wewe utokee, uwe vile ambavyo alikuumba utokee, ufanye vile ambavyo anataka wewe ufanye. Kuna maisha ambayo Mungu amekuleta duniani. Mungu wetu ni Mungu anayetupenda, wapendwa. Usiwaze umeletwa duniani kuteseka. Umeletwa duniani kuliishi kusudi la Mungu. Kuna kusudi la Mungu. Inawezekana kwa wazazi wako ilikuwa ni bahati mbaya, au kwa wazazi wako ilikuwa ni furaha tu kwamba umezaliwa. Yes, lakini kwa Mungu sio tu umezaliwa, umekuja kuliishi kusudi la Mungu duniani. Mtu mmoja aseme amina. Kuna kusudi la Mungu. Na hiki ndicho Yesu ameishi kusudi lake, amemaliza safari. Na hata Paulo naye ameishi kusudi lake, amemaliza safari, mpaka anafika mahali anasema, mwendo nimeumaliza, vita nimevipiga. Haleluya. Asubuhi ya leo nataka tuombe Mungu wote kwa pamoja. Tumwambie Baba, yule Roho Mtakatifu, kuna ndoto zangu zinaonekana kama hazitokei hivi, au kama haziendi vile ninavyotaka zitokee, lakini wewe unayejua njia. Kwa sababu uzuri wa haya mambo, hata ikifika mahali njia imepotea, wewe baki tu pale ilivyo. Piga zile hatua ambazo unaweza kupiga. Fanya kile unachoweza kufanya. Kwa sababu kuna wakati mbingu hazisemi, nchi haisemi, malaika hasemi, roho hasemi, wamenyamaza. Inasubiriwa appointed time. Kuna wakati malaika wanaongea, roho wanafanya. Yaani kuna wakati wa Mungu kufanya kazi, na kuna wakati wa wewe kusimama kwa imani. Nasema kuna wakati wa Mungu kuingilia kati. Kwa mfano, tunaambiwa siku ya 3 ndio unasikia malaika ameingia kazini, malaika yupo kazini, unasikia Roho Mtakatifu yupo kazini. Lakini siku ya kwanza ilikuwaje? Kimya, mateso, fedheha, fadhaha, kila aina ya adha. Mara nyingi siku ya kwanza ndio wengi wanafanya maamuzi. Mungu ameniacha, Mungu hafanyi, nimeomba sana, nimefunga sana, nimetoa sana, havitokei. Unafanya maamuzi, unaondoka. Kumbe ungevumilia siku ya kwanza, ukavumilia siku ya pili, siku ya 3 ungecheka, kwa sababu mbingu zimefanya kwa ajili yako. Haleluya. Haleluya. Katika haya mambo lazima ujue wakati mbingu hazisemi, wakati unafanya kile unachojua kufanya na kila kitu kimekaa kimya, usikimbilie kuchukua hatua. Na kuonya, usikimbilie kuchukua hatua. Kwa sababu kuna wakati wa Mungu kunyamaza. Kuna wakati wa Mungu kwa kimya. Kuna wakati wa maadui kukushambulia. Kuna wakati wa maadui wanapewa usemi. Yuko wapi Mungu wake? Hebu imagine hawa wanafunzi. Baba mzima kama Petro alikuwa na biashara zake na neti zake na mitumbi yake. Ameacha kila kitu. Ameenda kumhudumia huyu Yesu. Na unajua kwa Yesu kazi kubwa walikuwa wanafanya ni kwamba Yesu walikuwa ni protocol wa Yesu. Yaani Yesu akienda hivi na wao wanamfuata. Kwa hiyo wale watu wenye busara zao wa mtaani walikuwa wanasema hivi,
Yaani huyu baba ameacha kazi zake zote, biashara zake zote, kazi yake ameenda kukaa na kale kajamaa. Unakaona kale. Yaani kakienda huku wanaenda. Wakienda mlimani na yeye wanaenda mlimani. Saa hizi mwaka wa kwanza wako busy wanatembea naye. Mwaka wa pili siku hizi hana kazi. Ameacha biashara zote, ameacha kila kitu. Kazi anayofanya ni kutembea na huyu mtu. Ilikuwa ni fedheha, haikuwa nyepesi. Mnanielewa? Wakitaka pesa mpaka ije ya muujiza. Ikafika mahali hata kulipa kodi ikawa issue. Yesu anamwambia, nenda ziwani, samaki wa kwanza utakaye mvua, katoe pesa kwenye mdomo wake. Lakini huyu ni mtu ambaye unamjua mvuvi, akiingia usiku ziwani, akija asubuhi anakuta pesa ziko mwaloni zinamsubiri, si ndio? Ameleta pesa, ameleta samaki, ameleta mzigo, biashara imewaka. Sasa anaambiwa hivi, sasa hivi kulipa kodi mpaka uende ziwani ukavue samaki mmoja. Alafu hiyo samaki ndio utakuta pesa. Kuna wakati Mungu anatupitisha kwenye mazingira ambayo inaonekana kama ni upuuzi hivi. Lakini kwenye huo upuuzi kuna hekima ya Mungu. Haleluya. Huyu Petro ndio baadaye, miaka michache baadaye, mji mzima wanakusanyika. Biblia inasema ilifika mahali Petro akawa akitembea kivuli chake. Kivuli. Wameletwa wagonjwa waliopooza, wagonjwa wenye mapepo, hawawezi kumpata Petro. Ila wanamtegeshea kwamba kwa kuwa mwanga unatoka hivi, kivuli kiko hivi, kwa hiyo wanapangana hivi, wanajua jamaa atapita hapa. Kwa hiyo Petro akipita, kile kivuli kikigusa mtu aliyepooza anapona. Lakini level hii ya utukufu imeonekana baada ya kukubali kupita kwenye ile level ya kudhalilika. What if ange give up? Ingekuwaje kama angesema achana na mambo ya kijinga? Mambo gani haya? Watu wazima wanatufanya siku watoto. Yaani sisi tunakuzunguka tu hapo, unatufundisha mambo haya. Biashara zetu zinaendaje? Watoto wetu watasomaje? Wake zetu watavaa nini? Itakuwaje kesho yetu? Uzeeni itakuwaje? Kwenye mambo ya ufalme kuna wakati inabidi ufungi, yani valve nyingine uziekee, uzizibe. Mwenye haki wangu anaishi kwa imani. Imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo. Tunaamini kesho yetu itakuwa bora sana kuliko leo, lakini hatuwezi kueleza itakuwa kwaje. Lakini tunachokijua, kuna mahali kama wanadamu hawawezi kutusaidia, mbingu zitatuma malaika. Kama wanadamu hawatafanya njia, Mungu ataagiza malaika watatoka mbinguni. Kwa sababu msaada wetu haupo tu kwa watu tunaowaona. Tuna extra force from heaven, kwamba mbingu zinaweza kuachilia jeshi la malaika kusimama kwa ajili yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi sijui ni nini ulicho nacho, lakini nachoweza kukuambia, Yesu ni mwaminifu. Nachoweza kuhakikishia, katika njia hii huwa hatuaibiki, hata kama itaonekana kwa kipindi fulani kama vile tunadhalilika. Ni kwa kitambo kidogo tu, lakini hakika yake kama Mungu aishivyo, kuna saa utafika mahali. Ndio hii asubuhi na mapema Mariamu anamwambia, acheni kujifungia ndani, kuna kitu kimeshafanyika. Mbingu zimeitika, Bwana aliyezikwa sasa anaishi, tokeni ndani. Hawa ni wanawake wamebeba habari njema. Mama anakuja, ninaamini wakati huo alikuwa analia, lakini alikuwa halii kwa huzuni. Anamwambia Petro, get out of the house, toka ndani ya nyumba, Yesu amefufuka. Haleluya. Kuna wakati wa huzuni, kuna wakati wa huzuni, kuna wakati hauna majibu, kuna wakati wa aibu, kuna wakati wa kudhalilika, kuna wakati wa kusemwa, kuna wakati wa kunyanyaswa, kuna wakati hata wa kutemewa mate usoni, lakini wakati wa kutukuzwa nao unakuja. Mama amesimama anaongea mbele ya wanafunzi, wanamwambia hatuelewi. Yesu akiwacheka anaona wote hawa hawaelewi, akaamua akatokea mbele yao. Maandiko yanatuambia alipotokea mbele yao, walipomuona uzuri wake, wakathibitisha ni yeye, kila mmoja akapiga goti akamsujudu. Haleluya. Kuna wakati wa Mungu kujidhihirisha kwenye maisha yako.
Kuna wakati wa Mungu kukutokea na kuna wakati wa wewe kuvumilia. Si leo uko kwenye wakati gani, lakini habari nilionayo ni hii: haijalishi wakati ulionao, lakini matokeo nina uhakika nayo. Nina uhakika na matokeo ya huyu Mungu tunayemfuata. Nina uhakika na matokeo ya huyu Mungu tunayemfuata. Hata kama umesubiri sana, usikate tamaa. Hata kama mambo yamekuwa magumu kiasi gani, usikate tamaa. Lakini mbingu ziko kusapoti, kuhakikisha kwamba hautadhalilika, kuhakikisha kwamba hautaaibika. Hakika yake huyo aliyewatendea ndiye anayewatendea. Huyu aliyetenda ndiye atakayekutendea. Huyu aliyefufuka ndiye atakayeonekana kwenye maisha yako. Haleluya! Usikate tamaa. Usikate tamaa. Yuko Yesu mfufuka. Yuko Yesu aliyefufuka. Yuko Yesu aliyetoka kwa wafu. Yuko Yesu anayeponya. Yuko Yesu anayeganga. Yuko Yesu anayetenda. Yuko Yesu anayetokea tena kama alivyowatokea. Haijalishi wanakufanyaje. Haijalishi hata kama wanakudhibiti kwa nguvu za giza. Haijalishi. Haijalishi. Simama pale ulipomwambia Bwana, katika vita vyangu wewe ndiye ngome yangu. Hata kama wamekutenda kwa hila au kwa ujanja. Nisikiliza, kwenye kizazi tulicho nacho kuna watu ni wataalam wa kukupiga kwa ufundi. Yaani wanakupiga kwa hekima. Yaani wako kinyume nawe lakini wanaonekana kama marafiki zako. Ukiwatazama usoni wanakuja kukuhug kwa furaha, lakini they plan your death. Ila mbingu, nasema mbingu zinasimama kwa ajili ya mtu. Sielewi ni nani, lakini naongea na mtu asubuhi ya leo. Naongea na mtu asubuhi ya leo. Mbingu zinashuka kwa ajili ya mtu. Kuna malaika anaachiliwa kwa ajili ya mtu. Roho Mtakatifu anakutana na hali inayopambana na wewe. Kuna wanaopanga kuharibu kazi yako. Wanaharibu kazi yako kwa hekima. Wanaharibu kazi yako kwa maneno. Wanaharibu kazi yako kwa kuchongea kwa bosi. Lakini nina habari njema toka kwenye kiti cha enzi. Yesu mfufuka. Nguvu za ufufuo zitakutana na hali yako. Nguvu za ufufuko zinakutana na wewe. Haleluya! Inua sauti yako, anza kuomba. Mwambie Bwana, ingilia kati. Mwambie Bwana, kutana na mambo yangu, kutana na uchumi wangu, kutana na watoto wangu, kutana na maisha yangu, tangulia safari yangu, onekana kwangu. Yesu wa Nazareti, karabo shetemenda shatapaya arabo shedele beradea. Nazita nguvu za aliye juu. Come on. Na nisikie watu wanaomba. Yes. Riko salabra kashari labra haska rabadaya. Riko salibra kashaka rabra hasakari labra hada. Riko shakaraba rikaradaba setereboshata. Risa karaba yekereri karabaya. Risko veledida brahaska rabrededias kavaradida barahasha. Riko sakaraba yana rabare karabaya. Riko shaka riko saribrekete lila brahaska ladida. Reposa librekete dila brahaska. Riko shaka rabayanta reka rabayana. Rebosi brekete libra haska varadida baya. Riko shara brahaske veledida brahaske lededia daya. Risa brekete ledida brahaske veledia. Karuska velija lita brahaya. Reposa lika karida brahaske ledida. Remosha lika telida brahaske velia. Rabakosa lika talia nanda rabakoria. Riko sari brekete ledida brahaska. Rebosha karaba rika radabaya. Rekesele lila brahaska ladida barakushu. Rebosa lika telila brahaska talia nanda. Remasaka rela katarabayana. Rekesele lika paradia. Riko shakarabayana. Remesele lika paradida bayahade. Ela saine menenianaya. Risekete rebededia daya. Resumubredida. Almeshe lika talia nanda. Ripo kokos. Anakaa ndani yetu. Ataiwisha na mili yetu. Ataiwisha na hali zetu. Atabadilisha na hayo mazingira. Atabadilisha na hizo situation. Atabadilisha. Risekete rebe. Resuprekete lida brahada. Rika shete rebregede dia.
Mantokora brehesta valadeske rebese lita brahasha karianada rikoraba esezi azie kezi ela izi ikete. Nataka nisikie. Nataka uombe kwa imani, kwa kumaanisha kuna vitu unatakiwa uvikatae na kuna vitu unatakiwa uviite katika maisha yako. Hasa katika eneo hili napata mzigo wa kuita neema kwenye uchumi. Nataka uite neema kwenye uchumi wa maisha yako, kwamba Mungu, nataka ukabadilisha uchumi wangu niweze kutumikia katika viwango vingine. Inua sauti yako, mwambie Bwana, nguvu ya Roho Mtakatifu ikanitokee kwenye eneo la uchumi. Yes, kuna hekima ya Mungu ikikutokea, ikiwa juu yako hiyo hekima, uchumi wako utabadilika, huduma yako itabadilika, maisha yako yatabadilika. Omba, mwambie Bwana, simamia maisha yangu, simamia, ziongoze hatua zangu, nguvu yako ikafanye kazi. Omba kwa kumaanisha. Inua sauti yako, nisikie watu wanaomba. Come on over here. Omba. Reska paradelisa varadida brahashkele dedia rako salibre ketedile breske velida brahasha riko raba shata rekarabaya mantokora brahaske veledida brahasha risele debila brahashka talialana reko salibre keteledida brahaska repokoya tarila breheska ria sabreketelida baya repakaya mana riselita barialana repokokoraba rikataya sererika radida brahaska repakaterere shaka yantereka rabaya riposete rekariba dadiske ledida rapasele kuvre dide beroskevia arkeske veledile preske velida armesa lida brahaske ledida brahaska rebosha lika pardide el mas likute dilaba ribosa karibo resakata rabayana rekaraba rekotorobo shaka yanta rekarabayana rikorobo resize liataya mantokora manda repakaya ter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 e yasatare rabaya kurabahaya lila brahaske telelia landa riko sara brahasha taria landa rabakosa rida brahaska taria landa. Sikiliza. Kama unaweza kusimama pale ulipo, kisha umesimama. Nilipoanza wiki hii, nilisikia ndani yangu kwamba Pasaka hii ni ya muujiza wa mtu. Pasaka hii ni ya muujiza wa mtu. Sijui nini kilichoko mbele yako na nini unataka kitokee, lakini mbingu zinafanya kitu kwa ajili yako. Inua imani yako. Hii ndio saa ya kupokea. Yes. Inua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu, wewe uchunguzaye na kuiona mioyo, wewe wajuaye watu wako, kwa jina la Yesu wa Nazareti, unajua haja ya mioyo ya watu wako. Roho Mtakatifu uliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu, Roho Mtakatifu uliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu, mikono hii imeinuliwa kwako Bwana. Touch now. I pray you touch everybody. I pray that the Spirit of the living God will come mightily. Koka atepe shelemenda magadia garaboja. Mikono hii kutanya na muujiza. A point of entry. Kolamande esetia paradoja. Esikatia paradol. Muujiza unaohitajika ninauachilia sasa kwa jina la Yesu wa Nazareti. Pokea muujiza, iwe kwenye fedha, iwe kwenye afya, iwe kwenye chochote, iwe kwenye hatima, iwe kwenye destiny, whatsoever it is.